Tunaendelea na kongamano letu, na tuko msimu wa Pasaka. Kwa neema ya Mungu, jana tulimaliza vipengele vyote vinavyohusu roho ya madeni. Sasa nataka nikusogeze mbele kidogo tena. Siku ya leo tutaangalia matukio makuu ya Ijumaa Kuu. Matukio makuu ya Ijumaa Kuu. Ni mambo gani ambayo yalitukia katika Ijumaa Kuu? Na tunapozungumza Ijumaa Kuu, ni siku ambayo Yesu Kristo aliingia kwenye mateso. Yaani kuanzia ule usiku wa manane mpaka saa 9 alasiri alipokata roho, ilikuwa ni heka. Kulikuwa kuna mambo mengi. Kwa neema ya Mungu tunaona kwamba Yesu aliweza kushinda kila kitu. Naweza kuachia tu hapo, iko comfortable. Yesu aliweza kushinda kila kitu. Hata kama ilikuwa ni siku mbaya sana, ilikuwa ni siku ya maumivu, ilikuwa ni siku ya mateso, lakini Yesu aliweza kushinda. Ninakutia moyo jioni ya leo, hata kama uko kwenye changamoto ya namna gani, uko katika hali gani, lakini jua kwamba mkono wa Bwana uko pamoja na wewe. Neema ya Bwana iko pamoja na wewe, na hapo utavuka katika jina la Yesu. Sasa tuangalie matukio makuu yaliyotokea siku ya Ijumaa Kuu. Ona, tukio la kwanza ni Yuda akiwaongoza maaskari kumkamata Yesu. Lilikuwa tukio la kwanza kabisa, na hilo tukio lilitokea usiku ule wa manane. Yuda ambaye alimsaliti Yesu aliwaongoza maaskari kwenda kumkamata Yesu. Ndio tukio la kwanza katika hiyo siku ya Ijumaa. Na tunapata uhakika katika Yohana 18 fungu la 2 mpaka fungu la 6. Naomba tuangalie hapo. Angalia, tukio lenyewe ni nini? Tukio ni Yuda kuongoza kikosi kazi cha kumkamata Yesu. Ndio lilikuwa tukio la kwanza. Na ilikuwa ni muda gani? Ni baada ya usiku wa manane, siku ya Ijumaa asubuhi. Ona, usiku wa manane ina maana kwamba inacheza kuanzia hapo saa 8 na kuendelea usiku. Ule usiku wa manane ndipo ambapo Yuda alikuja na jeshi, alikuja na wale maaskari ili aweze kumkamata Yesu. Maaskari waweze kumkamata Yesu. Na tunaona ya kwamba kwenye kitabu cha Yohana 18:2-6 unaona maandiko yanaweka wazi kabisa. Angalia maandiko yanavyosema. Naye Yuda yule aliyetaka kumsaliti alipajua mahali pale, kwa sababu Yesu alikuwa akienda huko mara nyingi pamoja na wanafunzi wake. Huyu msaliti ambaye ni Yuda alikuwa anapajua wazi kwamba Yesu nitampata sehemu fulani, Yesu nitamkuta sehemu fulani. Na Yuda akawachukua wale maaskari, akaanza safari na kuondoka nao. Angalia fungu linalofuata. Basi Yuda akiisha kupokea kile kikosi cha askari na watumishi waliotoka kwa wakuu wa makuhani na Mafarisayo, akaenda huko na taa na mienge pamoja na silaha. Kwa hiyo unaona kwamba makuhani na Mafarisayo walikuwa wakimtafuta Yesu mara nyingi sana, na Yuda anakuwa ni mwongoza njia kwenda kumkamata Yesu. Na tunaona kwamba wakaenda na taa ili mwanga uwepo, kwa kuwa ni usiku, na mienge na pamoja na silaha, kuhakikisha kwamba Yesu wanamkamata.
Na tukumbuke kwamba walienda kumkamata wala hakuwa na silaha yoyote ile. Bwana Yesu atusaidie sana. Angalia fungu linalofuata. Basi Yesu hali akijua yote yatakayompata, alijua kabisa yote yatakayompata, akajitokeza mbele, akawaambia, ni nani mnaye mtafuta usiku wa manane? Mnamtafuta nani? Huu usiku mzito, wengine wamelala, sisi tumekuja kwenye maombi, sisi tuko kwenye maombi tunaomba. Ninyi mmeacha usingizi, ninyi mmeacha kulala, mmeamua kuja kumtafuta. Mnayemtafuta ni nani? Bwana tusaidie sana. Unaona wazi kabisa. Ona ambacho walimjibu wao, wakamjibu, ni Yesu Mnazareti. Huyo ndiye ambaye tunamtafuta, ni Yesu Mnazareti. Yesu akawaambia, ni mimi. Kama mnamtafuta Yesu Mnazareti, niko hapa, ni mimi. Yuda naye aliyemsaliti alikuwa amesimama pamoja nao. Tuendelee kusoma kidogo. Basi alipowaambia ni mimi, walirudi nyuma wakaanguka chini. Na hiki ndicho ambacho Yesu anataka kuwadhibitishia kwamba ni kweli mnaweza mkanikamata, lakini si kwa mapenzi yenu. Mnaweza mkanikamata kwa sababu ni mapenzi ya Baba nikinywe kikombe hiki, kwa sababu kuna plani au kuna mpango ambao Mungu ameuandaa kwa ajili ya wanadamu, na lazima mnikamate. Lakini nje na hapo hauna mamlaka ya kunikamata. Na ndio maana walipojaribu kwenda kumkamata, wote walianguka chini, kwa sababu alitaka kuwaonyesha ya kwamba ninyi hamwezi kunikamata, la sivyo ni Mungu mwenyewe ameamua mnikamate ili mapenzi yake yatimie. Bwana tusaidie sana. Na ndio maana wakati mwingine upasi kuwa na wasiwasi, kwa sababu Mungu yuko upande wote masaa yote. Adui anaweza akaja kwenye maisha yako, ni kweli. Adui anaweza akaja kukusonga, lakini hana mamlaka ya kuondoa uhai wako, hana mamlaka ya kukutesa. Otherwise mpaka Mungu mwenyewe amue, mpaka Mungu mwenyewe aruhusu. Unakumbuka habari zile za Ayubu? Ayubu aliingia kwenye mateso ya ugonjwa kwa sababu Mungu alimruhusu shetani aachilie magonjwa juu ya Ayubu, na kulikuwa na mpango mkakati. Bwana Yesu atusaidie sana. Angalia tena kipengele kinachofuata. Angalia kwenye Luka 22:47 tafsiri ya neno. Luka 22:47 tafsiri ya neno. Maandiko yanasema hivi: Yesu alipokuwa bado anazungumza, umati mkubwa wa watu ukaja. Luka naye anaeleza hicho kipengele, huo usiku wa manane ulivyokuwa, anaeleza. Kumbuka tukisema injili za Yesu mara nyingi huwa sana huwa ni injili zile 4. Kuna Mathayo, kuna Marko, kuna Luka na kuna Yohana. Tunaelewana eh? Kwa hiyo kila habari unakuta kila mtu amezielezea kwa namna yake. Yesu alipokuwa bado anazungumza, umati mkubwa wa watu kaja, uliongozwa na nani? Na Yuda, ambaye alikuwa mmoja wa wale wanafunzi 12, mmoja wa wanafunzi wale wa Yesu. Yesu ambaye aliwachagua wale mitume 12, wale tenashara 12. Kumbuka kwamba na Yuda naye alikuwemo. Luka anamwambia Yuda alikuwepo, lakini alisaliti upande wa Yesu, akaenda upande wa adui, kwa sababu tutaona huko mbele kilichomsababisha afanye hivyo. Angalia, akamkaribia Yesu ili ambusu. Bwana Yesu atusaidie sana. Angalia 44. Basi msaliti alikuwa amewapa hao watu ishara kwamba yule nitakaye mbusu ndiye.
mkamateni, mkamchukue chini ya ulinzi. Mwambie mwenzako, sio kila anayekubusu ni rafiki yako. Mwingine ni adui. Tunaelewa napendwa? Mwingine ni adui. Mwingine amekuja kukubusu ila kuharibia maisha yako. Mwingine amekuja kuwa karibu na wewe ile ya kuharibia maisha yako. Mwingine yupo kimkakati. Angalia Delila. Delila alikuwa kimkakati kwa Samson. Samson alijua kwamba ameoa, amepata mke, lakini alikuwa ni msaliti. Kwa hiyo sio kila ambaye unamuona anaonyesha kitu fulani kwako kwamba imekaa, haijakaa hivyo. Wakati mwingine ni adui amekuja kwenye maisha yako. Bwana atusaidie sana. Naomba tuendelee tena mbele kidogo. Sasa tunajifunza nini hapa? Kipi ambacho tunajifunza kutokana na kipengele cha kwanza? Yapo mambo kadha ambayo mimi na wewe tunatakiwa tujifunze. Jambo la kwanza, mipango mingi ya adui kufanyika usiku wa manane. Mipango mingi ambayo adui anaipanga mara nyingi nafanyika usiku wa manane. Usiku watu wakiwa wamelala, wakati watu wakiwa na koloma, wakati watu wakiwa naota ndoto za hapa na pale, adui anajipanga kuweza kuharibu. Na ndio maana ukiangalia vita vingi sana katika ulimwengu wa roho vinatokea usiku wa manane. Usiku wa manane. Namba 2, adui yako hatoki mbali, bali ni mtu wako wa karibu. Adui hayuko mbali, ila yule mtu wako wa karibu ambaye mnakula naye, ambaye mnaishi naye, ambaye mnacheka naye, huyo mtu anaweza kuwa adui yako. Na muda wote ule adui anaweza kumvamia, akatumika kama chambo cha kuharibu maisha yako, akatumika kama nyenzo ya kuvuruga biashara, kuvuruga kazi yako, kuvuruga ndoa yako, kuvuruga uchumi wako. Tunaona kwamba yule aliyechaguliwa na Yesu mwenyewe ambaye alikuwa ni Yuda, aliingia kwenye kumsaliti Yesu. Kumbuka kwamba Yuda alipakwa mafuta na Bwana na Yesu mwenyewe kuwa mtume. Yuda alikuwa anahudhuria mafundisho ya Yesu. Yuda alikuwa pamoja na Yesu muda wote. Yuda alikuwa anazungumza, na tena alikuwa ni kiongozi, alikuwa ni mshika mikoba, alikuwa ni mwazibu wa huduma ya Yesu. Kwa Yuda aliaminiwa, alikuwa anashika fedha za huduma ya Yesu. Lakini tunaona kwamba aliingiliwa na adui, na baadaye akasimama upande wa adui na akavuruga hatima ambayo ilikuwa iko mbele ya Yesu. Bwana tusaidie sana. Angalia namba 3. Tunajifunza nini hapa? Tamaa ya fedha inaweza kukufanya umfanyie mtu mabaya na hata kumuua kabisa. Tamaa ya fedha inaweza kukufanya umfanyie mtu mabaya na wakati mwingine hata kumuua kabisa. Tunaona kwamba kilichokuja kumkamata Yuda ni kwa sababu ya tamaa ya fedha. Ile fedha au tamaa aliyokuwa nayo ya fedha ndiyo ambayo ilimvuruga Yuda. Alitamani fedha kuliko yale mafuta aliyokuwa amepakwa na Yesu. Alitamani fedha kuliko huduma ambayo alikuwa ameaminiwa na Yesu. Na baadaye akajikuta kwamba anamsaliti Yesu kwa vipande 30 vya fedha. Bwana tusaidie sana. Kwa hiyo tamaa ya fedha inaweza ikamfanya mtu akaua, inaweza ikamfanya mtu akafanya mabaya. Tumeshuhudia baadhi ya watu wanapewa fedha kwenda kutekeleza mambo fulani. Tumeshuhudia baadhi ya watu wanapewa fedha ili wawaue watu fulani, ili wavuruge maisha ya watu fulani, ili waharibu maisha ya watu fulani. Kwa tamaa ya fedha inaweza ikaharibu. Inaweza ikaharibu. Na ndio maana ilikuwa ni jana nafikiri tulisoma wazi kabisa ya kwamba namna ambavyo fedha au tamaa inavyoweza kuua, inavyoweza kuvuruga maisha yako. Tamaa ya fedha inaweza kukufanya umfanyie mtu mabaya.
inaweza ukafanya ukahasi hata Ukristo, inaweza ikafanya ukashindwa kumtumikia Mungu kwa sababu ya tamaa ya fedha, kwa sababu hauridhiki na kile unachokipata. Bwana tusaidie sana. Namba 4, kati ya watu wa karibu 12, mmoja anaweza kuwa msaliti wako. Kati ya watu 12, watu wako wa karibu 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, mmoja anaweza kuwa ni msaliti. Kati ya wale mitume 12 alichomoza mmoja ambaye alienda kumsaliti Yesu. Bwana Yesu atusaidie sana. Namba tuendelee tena mbele kidogo. Namba 2, matukio makuu yaliyotukia siku ya Ijumaa. Tukio la kwanza tumeona kwamba ni Yuda kumsaliti Yesu. Tukio la pili ni Yesu kupelekwa kwa Anasi na Kayafa. Yesu kupelekwa kwa Anasi na Kayafa. Ona kwenye Yohana 18:13. Yohana 18:13. Lakini tunaangalia tukio lenyewe ni kupelekwa kwa nani? Kwa Kayafa. Ilikuwa ni muda gani? Saa 10 hadi saa 12 alfajiri. Ni majira hayo ilikuwa saa 10 hadi saa 12 alfajiri. Wakati Yuda anaenda kumsaliti Yesu, ilikuwa ni usiku wa 8. Kwa hiyo ilikuwa kuanzia usiku wa 8 mpaka mida ya saa 10. Hiyo mida ya saa 10 mpaka saa 12, ile masaa mawili, ni kwamba Yesu anapelekwa kwa kuhani, anapelekwa kwa makuhani, kwa Kayafa. Hii inatuthibitishia katika kile kitabu cha Yohana 18:13. Yohana 18:13 hadi 14, tafsiri ya neno. Maandiko yanasema, kwanza wakampeleka kwa Anasi mkwewe Kayafa, aliyekuwa kuhani mkuu mwaka ule. Baada ya kuwa tukio la kumkamata limekamilika, wamemkamata Yesu tayari, tukio lililofuata walimchukua Yesu na kumpeleka kwa Anasi mkwewe Kayafa. Ndio tukio lililofuata. Na unaona kwamba Kayafa ndiye alikuwa amewashauri Wayahudi kwamba imempasa mtu mmoja kufa kwa ajili ya watu. Kwa hiyo walipokea ushauri wa Kayafa, na walipomkamata Yesu walimkamata ili aweze kwenda kufa. Na ndiyo maana walimpeleka kwake, ya kwamba tumetekeleza ushauri ambao umetupa, na sasa huyu tumemleta kwako ili ahukumiwe kufa. Bwana Yesu atusaidie sana. Nicho ambacho hapa kilikuja kikatokea hapa. Na angalia 15. Simon Petro pamoja na mwanafunzi mwingine walikuwa wakimfuata Yesu. Huyu mwanafunzi mwingine alikuwa anafahamika kwa kuhani mkuu, hivyo aliingia ndani ya ukumbi pamoja na Yesu. Ni wakati Yesu anapelekwa kwa Kayafa. Ndiyo hatua ya pili tumefika hapa. Lakini angalia, lakini Petro alisimama nje karibu na lango. Ndipo yule mwanafunzi mwingine aliyejulikana na kuhani mkuu akazungumza na msichana aliyekuwa analinda lango, akamruhusu Petro aingie ndani. Tusogee mbele tena kidogo. Tunajifunza nini hapa? Baada ya kuwa Yesu amepelekwa kwa Kayafa, yuko pale sasa, ameshapelekwa tayari, tunajifunza mambo gani hapo? Yapo mambo kadha ambayo tunaweza tukajifunza hapo kama Wakristo. Jambo la kwanza, Yesu alikuwa na wanafunzi wakuu ambao wanafahamika hadi serikalini. Oh, haleluya! Yesu alikuwa na wanafunzi wakuu,
wanafunzi ambao pia walikuwa wanafahamika, na tunaona kwamba inatuthibitishia wakati kwenye fungu la 15 kwamba Simon Petro pamoja na mwanafunzi mwingine walikuwa wakimfuata Yesu. Huyu mwanafunzi mwingine alikuwa anafahamika kwa kuhani mkuu, alikuwa anafahamika. Na ndio maana ukiangalia jambo la pili ambalo tunatakiwa tujifunze hapa, tunahitaji watu wakuu katika maeneo ambayo hatuwezi kufika au kuingia. Tunahitaji watu wakuu. Tunahitaji watu wakuu kwenye maisha yetu. Tunahitaji watu wakuu kwenye huduma. Tunahitaji watu wakuu kwenye biashara. Tunahitaji watu wakuu katika kazi ambazo tunazifanya. Kwa nini? Kuna maeneo ambayo unaweza usiingie bila kuwa na mtu wa kutangulia mbele. Yapo maeneo ambayo huwezi kuingia, lakini ukiwa na mtu ambaye yuko mbele yako ni rahisi sana wewe kuingia kwa wepesi. Kumbuka kwamba yule ambaye anakuwa mbele yako alishajenga mahusiano na hiyo ofisi, alishajenga mahusiano na hiyo taasisi. Kwa hiyo unapokuwa unaenda pale, unaenda kwa jina lake, inakuwa rahisi kwa sababu tayari yeye anafahamiana naye. Kwa tunahitaji kujiconnect au kujiunganisha na watu wakuu. Angalia namba 3. Petro alihitaji mtu mkuu ili aingie ndani, la sivyo angepaki nje. Alihitaji mtu mkuu ili aweze kuingia ndani. Angalia, lakini Petro alisimama nje karibu na lango. Hakuwa ameingia ndani, alikuwa amesimama nje ya lango. Ndipo yule mwanafunzi mwingine aliyejulikana kuhani akazungumza na msichana aliyekuwa analinda lango, akamruhusu Petro aingie ndani. Unaona, huyu mwanafunzi mwingine ambaye hajatajwa jina, yeye alikuwa anafahamika katika ofisi hiyo, na ndiyo maana wakati Yesu anaingizwa na yeye alifunguliwa lango akaingia. Kumbuka kwamba ilikuwa ni usiku, kwa alitambulika kabisa kwamba huyu ni fulani, anaruhusiwa kuingia. Lakini kimbembe kilikuja kwa Petro. Petro hakuwa anafahamika. Tunakumbuka kwamba Petro alimkuta akiwa anavua samaki. Alikuwa ni mvuvi kabisa, yuko huko ziwani, yuko baharini, yuko anavua samaki. Kwa hiyo hakuwa amejiconnect na mambo ya ofisini, hakuwa amejiungamanisha na watu wa ofisini. Yeye alikuwa amejiungamanisha na mitumbwi na maji na samaki na wateja, full stop. Na unaona wazi kwamba baada ya kuwa Yesu ameingizwa pale kwa Kayafa na yule mwanafunzi mwingine wa Yesu, na yeye akaingia kwa sababu alikuwa anafahamika, tunaona wazi Petro anakwama pale. Ili aweze kutoka, alimhitaji yule anayefahamika aweze kuzungumza na wale watu, aweze kuingia. Na ndiyo maana kuna kazi nyingine unahitaji mtu akusemee ili uweze kuingia. Kuna fursa nyingine unahitaji mtu akusemee ili uweze kufanya kazi, ili uweze kuingia. Kuna maeneo mengine unahitaji mtu akusemee hata kwa sentensi 2-3 upate mlango wa kuingia. Bwana tusaidie sana. Otherwise kuna maeneo utaweza kufika, kuna mazingira utaweza kufika, kwa sababu hakuna mtu anayekusemea, hakuna mtu anayekuzungumzia jina lako, na wala hakuna mtu anayekutaja. Ndio maana baada ya kuwa yule mwanafunzi mwingine alivyozungumza na yule mlinzi aliyekuwa analinda lile lango, akamruhusu Petro afanyeje? Aingie ndani. Mwanzoni Petro alikuwa amezuiliwa, hakuna kuingia, hatukufahamu, hakuna kuingia. Lakini baada ya kumueleza kwamba huyo Petro niko naye, mruhusu aingie, unaona, akamruhusu Petro aingie ndani. Bwana Yesu atusaidie sana. Mungu akupe neema, akuunganishe na watu ambao watakusaidia kukuingiza kwenye biashara, watakusaidia kukuingiza kwenye kazi, watakusaidia kukuingiza kwenye fursa katika jina la Yesu. Tunaelewana wapendwa? Unahitaji aina ya watu ambao watakuingiza. Unahitaji aina ya watu ambao watakutambulisha kwa watu wengine wakuu, watakuunganisha kwa watu wengine wakuu. Unahitaji sana.
Bwana Yesu atusaidie sana. Unaelewa hicho kitu? Na siku zote mimi wanapenda kusema, napenda kuzungumza. Mimi sikuwa namfahamu Dr. Rick Warren, sikuwa namfahamu pastor wa Saddleback Church Marekani, sikuwa namfahamu, sikuwa nafahamu chochote kuhusu yeye. Lakini Pastor Ruben siku moja nilimuuliza, bwana nahitaji kusoma vitabu fulani ambavyo vinaweza vikanisaidia. Akanidedicate akasema, soma hiki kitabu. Soma hiki kitabu kitakusaidia sana. Tunaelewana wapendwa? Nisingemjua kama asingefanyeje? Asingenifungulia huo mlango. Kuna baadhi ya vitu huwezi kuvijua bila mtu kufungulia mlango. Utabaki pale pale. Utabaki pale pale. Lazima kuwepo na password ambayo mtu anakuambia bonyeza 5, bonyeza 7, bonyeza 4, bonyeza 3, alafu weka okay. Unaona inafunguka vizuri. Unaona biashara zinafunguka. Unaona kazi zinafunguka. Kuna baadhi ya watu wanajua password ya mwanzo hapa. Kuna watu ambao wanajua password ya kuingia kwenye biashara, lakini lazima umpate huyo mtu aweze kukusaidia. La sivyo utakuwa unahangaika kila siku unafanyia wrong number, incorrect password. Unahitaji mtu ambaye atakucorrect ili uweze kuingia katika jina la Yesu. La sivyo utajikuta mwaka unaisha unapiga back time pale pale. Huyu Petro asingepata mtu wa kumfungulia ndani, angebaki kule nje, asingejua kinachoendelea kule ndani kwa sababu hakuwa na access ya kuingia. Bwana kwa mtu ambaye atakupa access ya kuingia katika hatua nyingine katika jina la Yesu. Unahitaji hicho kitu. Huwezi kwenda dimension nyingine ukiwa hauna mtu wa kupeleka kule. Haiwezekani. You need a people. Unahitaji watu ambao watakusaidia. Wanaweza wakakuonyesha kitu fulani, wanaweza wakakuonyesha picha fulani ukaiona ukatokea pale pale. Ukatokea pale pale. Bwana tusaidie sana. Na ndio maana unaweza kugundua kwamba umefika mahali hapo ulipofika kwa sababu kuna baadhi ya watu ambao walikufungulia password. Hukuwa unajua, ulikuwa unazubazuba tu, ulikuwa unajua chochote, lakini kuna baadhi ya watu walikufungulia password na wewe ukaijua, ukafungua, ukaingia kule. Bwana Yesu atusaidie sana. Naipenda sana hii. Lakini Petro alisimama nje karibu na lango, hakuwa na uwezo wa kuingia. Ndipo yule mwanafunzi mwingine aliyejulikana na kuhani, ambaye alikuwa anajua password ya kuingia kule, ambaye alikuwa na access ya kuingia kule. Na ndiyo maana ujifunze kuwasikiliza watu ambao wamepiga hatua. Jifunze kukaa na watu ambao wamesogea mbele. Usikae na watu ambao wote mnatapatapa kutafuta password ya kuingia. Mtajikuta wote mko vile vile. Sasa changamoto, ujiconnect na watu ambao wana password. Umejiconnect na watu ambao hawana password. Angalia, Petro alijiconnect na yule mtu ambaye alikuwa anajulikana kwa kuhani. Katika jina la Yesu, Mungu akupe neema ujiconnect na watu wakuu ili uweze kusonga mbele. Tuweze kusonga mbele. Nakumbuka siku moja wakati tulipokuwa tuna kongamano lile la Soul Winners Conference, tulihitaji mtu ambaye anaweza kutufundisha mambo ya kuvuna nafsi za watu. Tunakumbuka wote. Mimi Pastor George Mkabwa nilikuwa namfahamu tu kwenye social media, kwenye YouTube namfuatilia kule. Sikuwahi kukaa meza moja hata siku moja. Sikuwahi hata siku moja. Nahudhuria sawa, kuna wakati mwingine kwa nahudhuria makongamano yake, lakini sikuwa na access ya kumsogelea hata kuzungumza naye. Sikuwa na hiyo access. Lakini siku moja wakati nawaza hivyo, nilimshirikisha Dr. Zakayo Nzogele. Nikamuuliza, baba, nahitaji kuwa na kongamano, lakini nahitaji mtu wa namna hii. Na ikiwezekana nikimpata Pastor George itakuwa njema zaidi. Angalia, kwa sababu yeye alikuwa na password yake moja kwa moja. Alinipa maelekezo tu. Akasema ngoja nimpe taarifa ili uende ukazungumze naye. Akampa taarifa, baadaye nikapata mwaliko, nikaenda ofisini kwake, tukakaa tukazungumza. Akanisikiliza kwa mara ya kwanza. Ngoja nikwambie, nisingekuwa na password ambayo Dr. Zakayo alinionyesha, akanifungulia niingie pale, nisingeweza kuingia kwake. Nisingeweza kukaa naye meza moja.
Na ndio maana tulivyokaa tukazungumza baadaye, ona alichokisema. Alisema kitu ambacho kilinifikirisha sana. Alisema hivi, akanisha simu yake akasema, angalia kalenda yangu. Hiyo tarehe ambayo ulioitaja, natakiwa niende Nairobi na seminar kule. Lakini kwa sababu Dr. Zakayo tunaheshimiana sana, niko tayari kuvunja hii ratiba nije kwako. Hivyo hicho kitwe. Unalicho kitwe. Akavunja ile ratiba yake ya kwenda Nairobi, akaja hapa kanisani kwetu, tukabarikiwa kwa kujifunza. Kwa unahitaji mtu ambaye anaweza akakufungulia password. Mwambie mwenzako unahitaji mtu wa kufungulia password. Unahitaji mtu wa kufungulia password. La sivyo kila siku utakuwa unabonyeza incorrect password. Kila siku unabonyeza incorrect password. Ukienda kwenye biashara incorrect password. Na baada ya hapa inafanyaje? Inasizi. Inakwambia wait. Umeingiza mara nyingi sana namba, matokeo yanakwambia wait. Na ndio maana kuna baadhi ya watu wamesubiria mwaka mmoja, amekaa amesubiria. Amesubiria miezi 6, amesubiria. Amesubiria mwezi mzima, asema niko nasubiria. Anajaribu tena, nafunguka, anajaribu kwamba atafunguliwa, inashindikana. Unahitaji. Ndipo yule mwanafunzi mwingine aliyejulikana kuwa ni mkuu akazungumza na msichana aliyekuwa analinda lango, akazungumza na kile kizuizi kilichokuwa kinamzuia Petro asiingie kule. Kuna mtu ambaye akizungumza na kizuizi chako unaruka unaenda. Hiki kilikuwa ni kiunzi, kilikuwa kinamzuia Petro asiingie. Lakini angalia, yule mtu alipozungumza na kile kizuizi kikalainika, kikamwachia Petro, akapita akaingia tena. Bwana tusaidie sana. Sema, Bwana Yesu, naomba unisaidie, niondolee kila vizuizi vinavyonizuia ili nisisonge mbele katika jina la Yesu. Niondolee kila vizuizi katika huduma. Niondolee kila vizuizi katika maisha yangu. Ondoa kila vizuizi kwenye kazi. Ondoa kila vizuizi kwenye uchumi wangu, katika jina la Yesu Kristo. Mtu mmoja sema amen. Haleluya, haleluya. Kuna kizuizi kimekuzuia, ndio maana usongi. Umekaa pale pale. Nadhani Petro alipomwona yule mwingine ameingia, na yeye akatamani kuingia, akamwambia, wewe, alo, hutaki kuingia hapa. Tulia, kaa hapo hapo, hutaki kuingia. Anasema, jamani, unajua mimi nimekuja na huyu mtu. Wewe hufahamiki, kaa hapa. Wewe hueleweki, kaa, huwezi kuingia. Petro wewe alijitetea mno, lakini hapana. Ngoja nikwambie kitu. Unapokuwa na mtu ambaye ni sahihi, ambaye ana password, atakusaidia wewe kutoa maelezo mepesi, na baadaye utasonga mbele. Akazungumza na msichana. Aliyekuwa analinda lango. Baadaye akamruhusu Petro aingie ndani. Oh, haleluya. Petro anahitaji mtu mkuu ili aingie ndani. La sivyo angebaki nje. Angalia. Jambo la 4. Kitu cha 4. Kuibuka kwa mashahidi wa uongo ili kukupoteza. Tunajifunza nini? Wakati Yesu alipokuwa yuko kwa Kayafa pamoja na Anasi, tunajifunza nini pale? Tunajifunza nini? Jambo la 4, kuibuka kwa mashahidi wa uongo ili wewe uweze kupotezwa. Angalia kwenye Mathayo 26:60. Mathayo 26 na lile fungu la 60. Maandiko yanasema hivi, lakini hawakupata jambo lolote, ingawa mashahidi wengi wa uongo walijitokeza. Unaona? Walijitokeza. Hatimaye wakajitokeza mashahidi wawili wa uongo. Walijitokeza ili waweze kumkandamiza Yesu. Na ndio maana kwa wakati mwingine unaweza ukawa kwenye changamoto fulani, au unaweza ukawa katika hali fulani haukutarajia kabisa, unajikuta wanajitokeza mashahidi ambao ni wa uongo, wanaanza kukusemea uongo ili waendelee kudidimia kwenye shida. Bado hujanielewa bado. Labda inaweza kuwa ni kazini, kuna kitu ambacho kimetokea na wewe kabisa unajua hujafanya hicho kitu,
Lakini wanaibuka wafanyakazi wenzako, wanasema huyu jamaa ni kweli tulimuona kabisa kabisa, huyu jamaa alifanya. Yaani wanashuhudia jambo la kiuongo, lakini wanashuhudia uongo ili wakumalize, ili ufukuzwe kazi. Furaha yao ni kuona wewe ukiharibikiwa. Kwa hiyo wanafanya wanaolifanya ili waweze kuharibikiwa. Mashahidi hawa wa uongo. Unajitetea lakini wapi? Unajieleza lakini wapi? Na wengine wanatengeneza document, wengine wanatengeneza na message, wanasema hii hapa message alituma kabisa mwenyewe, alinitumia mwenyewe message hii hapa alinitumia, lakini kumbe ni fake. Wanakutengenezea zengwe mpaka unajiuliza fulani hivi kweli nilifanya hivi kweli hivi na hivi, unasema ndio ulifanya, na macho yake hata kuangalia usoni ndio ulifanya, kumbe hata hujafanya na wala hata hujatenda. Kwa nini? Wanaibuka mashahidi wa uongo ili waweze kukuangamiza. Bwana tusaidie sana. Unajitetea, unasema jamani, mimi hili jambo sikulifanya, hili jambo mimi sijalitenda kabisa kabisa. Moyoni mwako unashuhudiwa wazi kwamba hujatenda hilo jambo, lakini kwa sababu mashahidi wanaibuka pale, wanadhibitisha kwamba ndio ametenda, ndio amefanya. Baadaye unaandikiwa barua ya kufukuzwa kazi, au unakuwa na mambo magumu kwenye ndoa, au unakuwa na vita ambavyo havina maana, kwa sababu kuna watu ambao waliibuka wakatoa ushahidi wa uongo. Sema Bwana Yesu, wapotelezee mbali wote, waondoe mashahidi wa uongo kwenye maisha yangu, waondoe mashahidi wa uongo kwenye kazi yangu, waondoe mashahidi wa uongo kwenye ndoa yangu, waondoe mashahidi wa uongo kwenye biashara yangu, katika jina la Yesu Kristo. Naenda kinyume na kila watu ambao watasimama kama mashahidi wa uongo ili wanivuruge, katika jina la Yesu. Amen. Kama halijakupata unaweza usielewe uzito. Kama halijakupata unaweza usielewe uzito. Unaelewa kitu? Unaweza usielewe uzito. Lakini kama ishawahi kukutukia, au kama tukio lishawahi kukupata, unaweza ukaelewa uzito, kwamba kwa namna ambavyo mashahidi wa uongo wanaibuka bila hata haya, na wengine wanaibuka nao kufahamu kabisa kabisa kabisa, lakini anaamua kukukandamiza, anaamua kukukandamiza. Bwana Yesu atusaidie sana. Lakini jambo la tano ambalo tunajifunza hapa, si kila kitu unatakiwa kujibu, mengine kaa kimya. Unajua kabisa kwamba ni mashahidi wa uongo wanakutamkia uongo, ndio sahihi unachagua kunyamaza kimya na wala sio kuwajibu, kwa maana wao wamejipanga. Ukimya wako wewe unaenda kusemea katika ulimwengu wa roho. Wao wanasema katika ulimwengu wa nyama, wewe katika ulimwengu wa nyama umekaa kimya, halafu magotini unaenda kuongea, magotini unaenda kusema. Bwana Yesu atusaidie sana. Magotini unaenda kuzungumza. Angalia kwenye Mathayo 26:62 hadi 63. Yesu alisemaje? Kisha kuhani mkuu akasimama na kumwambia Yesu, je, wewe hutajibu? Ni shahidi gani hawa watu wanaoleta dhidi yako? Angalia, lakini Yesu akakaa kimya. Ndipo kuhani mkuu akamwambia, na kuapisha mbele za Mungu aliye hai, tuambie kama wewe ndiwe Kristo mwana wa Mungu. Lakini Yesu alichagua kukaa kimya. Lakini aliposema ya kwamba tuambie kama wewe ndiwe Kristo mwana wa Mungu, Yesu akasema hakika ndiye. Akafungua kinywa akasema ndiye. Mengine yote walikuwa wanamsemea uongo, lakini waliposema ukweli akasema hili ni sawa. Haya mengine mbona wanasema ni uongo? Ndio maana wakati mwingine unakuta mashahidi wanaibuka kukusemea wewe uongo ili uweze kufungwa, ili uweze kupoteza kazi, ili uweze kupoteza hata haki yako ya msingi. Hata haki yako ya msingi. Unakuta ulinunua labda kiwanja, anakuja sema huyu mtu simfahamu. Wanakufahamu kabisa. Unasema jamani, si wewe tu ulikuja tukaonyeshana mipaka hivi, anasema mimi sikufahamu. Kwa nini? Kwa sababu ni shahidi wa uongo amepandwa pale ili haki yako iweze kupotea. Ninawang'oa jioni ya leo mashahidi wa uongo katika jina la Yesu.
na wang'oa kwenye maisha yako kwa jina la Yesu. Namba 6, kuna watu wanadhani kwamba wewe unastahili kufa ila wao hawastahili kufa. Kuna watu wanadhani kwamba wewe unastahili kufa, wao wanastahili kuishi. Yaani kuna watu akili zao zinawatuma hivyo. Wanafikiri kwamba wewe ndio unastahili kufa. Wanafikiri kwamba biashara yako inastahili kufa. Wanafikiri kwamba ndoa yako ndio inayostahili kufa. Wanafikiri kwamba watoto wako ndio wanaostahili kufa. Wanafikiri kwamba maisha yako ndio yanastahili kuvurugika. Wao wanadhani kwamba wako salama. Wanafikiri hivyo. Wanafikiri kwamba wewe unastahili kuwa maskini. Wanafikiri kwamba wewe unastahili kuishi kwenye shida. Angalia kwenye Mathayo 26:6, maandiko nasema, uamuzi wenu ni gani? Wakajibu, anastahili kufa. Wewe mmeamua nini? Huyu Yesu anastahili kufa. Kuna watu wanadhani kwamba biashara yako inastahili ife, wao ichanue, na ndiyo maana wanafanya kila wanaolifanya ili waweze kuua. Hawa walifanya kila wanaolifanya mpaka wakaita mashahidi wa uongo ili Yesu auawe, ili Yesu afe. Bwana tusaidie sana. Angalia jambo la 7, yapo majira ya kudhalilika kwenye maisha ila siyo endelevu. Najifunza nini hapa? Kuna maisha au kuna majira yanakuja kwenye maisha yako ya kudhalilika tu, lakini kumbuka siyo endelevu. Yanaweza katokea ndani ya wiki moja, yanaweza katokea siku moja, yanaweza katokea siku 5 au siku 10 au mwaka mmoja, lakini siyo endelevu. Ni kweli ni majira ya wewe kudhalilika, lakini siyo endelevu. Angalia kwenye Mathayo 26:67-68. Maandiko yanasemaje? Kisha wakamtemea mate usoni, na wengine wakampiga ngumi, wengine wakampiga makofi na kusema, tutabirie wewe Kristo, ni nani aliyekupiga? Naomba niulize swali. Mpaka leo Yesu anapigwa makofi, anapigwa ngumi, anatemewa mate, hakuna mtu wa kumsogelea. Lakini kuna majira yalifika, tunamwona Yesu akitemewa mate, tunamwona Yesu akipigwa ngumi, tunamwona Yesu akipigwa makofi. Hayo majira yalikuwepo, lakini alikuwa ni majira ya muda mfupi. Baada ya hapo hakuna aliyemgusa tena Yesu. Katika jina la Yesu, hayo majira unayoyapitia ni jambo la muda tu. Ukienda upande wa pili, utakapovuka, utaona wazi kwamba hakuna naye tena kupigia makelele, hakuna naye kudharau. Kila mtu anakuheshimu. Unakumbuka kipindi kile cha Yusufu? Yusufu anaingia gerezani, hana pa kulala, analala gerezani, hana kitanda, hana neti, amelala gerezani. Lakini unaona baada ya muda, majira yale yalipoisha, Yusufu akaibukia wapi? Ikulu. Hakuwa tena mtumwa, hakuishi tena gerezani, aliishi wapi? Ikulu. Alikuwa na maisha mazuri, hakuwa nakula kwa kupanga mstari, alikuwa nakula kwa wakati anaoutaka. Ni majira yalikuwepo, lakini unaona kama yale majira yaliisha. Kwa hiyo hata jambo lako ulilonalo ni la msimu tu, ina majira tu. Au majira yakiisha, unajikuta unaenda upande wa pili, unajikuta unaenda tena hatua nyingine, kwa sababu ni majira yamekuja na majira huondoka. Bwana Yesu atusaidie sana. Walimtemea mate, hakuna wakumtemea mate Yesu. Walimtemea kipindi kile, ila hawezi akatemewa mate tena. Kwa sababu ameketi juu mbinguni. Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa kuna majira yanakuja, Mungu anakuketisha juu. Hata wale waliokuwa na kudharau wanaacha kudharau. Ambaye ulikuwa unampigia simu apokee, unaona ghafla anaanza kuja kwako mara kwa mara, akipiga simu mpaka anatetemeka, kwa sababu majira
yalipita, majira yamekuja. Unakumbuka Hana alipokosa mtoto kwa muda mwingi, angalia, Penina alikuwa anamsemea maneno magumu sana, alikuwa anamdhihaki, alikuwa anamtukana, alikuwa anamdhalau, kila aina ya dhalau alimuonyesha Hana. Lakini ona, Hana alipopata mimba kazaa watoto, ile dharau iliisha. Ni swala la majira tu, ni swala la majira tu. Bwana Yesu atusaidie sana. Haleluya. Wangapi tunaelewa? Kama tunaelewa, mpigie Bwana makofi. Angalia jambo la 8. Tunajifunza nini hapa? Wapo watu ambao watakutukana kutokana na ukubwa wa pito lako. Watakukana kutokana na ukubwa wa pito lako. Wapo watu ambao watakukana kutokana na ukubwa wa pito lako. Wapo watu ambao watakukana kwa sababu ya pito unalolipitia. Wengine watakukimbia, wengine hawatasema na wewe. Wanajua kwamba wakisema na wewe watakuwa wamejiconnect kwenye hilo pito, wanaamua kukaa pembeni. Wanasema wakishirikiana na wewe watakuwa na wao wanaingia kwenye dhiki, wanaamua kujiweka mbali, wanaamua kujiweka pembeni. Angalia kwenye Marko 14:54 alafu 68. Marko 14:54 alafu 68. Wapo watu ambao watakukana kutokana na ukubwa wa pito lako. Petro akamfuata kwa mbali, anamwangalia Yesu kwa mbali, hadi uani kwa kuhani mkuu. Huko akaketi pamoja na walinzi akiota moto. Anamfuata Yesu kwa mbali, sio kwa karibu. Anamuona Yesu kwa mbali. Kuna baadhi ya watu unapokuwa kwenye pito wanakuona kwa mbali, watakupigia simu kwa majali, kwa sababu unajua nikimpigia simu muda huu anaweza akataka niomba hata 10,000. Kwa hiyo wanaamua hata kukupigia simu ya kusalimia wanakata. Wanajua nikimpigia, anajua huyu jamaa yuko kwenye shida. Kwa hiyo nikimpigia tu simu ataniambia, bwana nimelala njaa, hebu naomba unisaidie hata shilingi 10,000. Kwa anaamua kukaa mbali, anakaa mbali na simu. Wakati mwingine tukimpigia simu apokei, hata kama unataka umsalimie, anadhania kwamba unataka kumwomba msaada. Tunaelewana wapendwa? Kwa sababu ya pito ambalo unalo. Wakati mwingine unaweza ukasema kwamba hebu ngoja niende nimtembelee angalau nitie moyo. Ukifika kwake anajifanya kama vile akuone, anafahamu niko busy, kuna sehemu naenda nataka niende. Hakupi ushirikiano. Kwa nini? Pito ulilonalo ni kubwa. Kwa hiyo kuna watu watakaa mbali sana. Na ndio maana unapopita kwenye pito kubwa, ukiona watu wamekaa mbali sana, usiwalaumu. Hawakuogopi wewe, wanaogopa pito ulilonalo. Hawakuogopi wewe, wanaogopa pito ulilonalo. Na ndio maana hilo pito likiondoka, unaona hao watu wanakuja. Unaona wanakupigia simu. Unaona wanaanza kuzungumza na wewe. Unaona wanaanza kusema kwamba nilikuwa ninakuombea ndugu yangu, acha kabisa. Nilikuwa nakuombea mno. Kumbe ni kwa hata alikuwa wakati mwingine haombi. Kwa sababu ulikuwa kwenye pito, alikuwa hataweza kaja kwako. Hata kuja kukusalimia basi anaogopa. Anakuogopa. Ndio maana angalia, Petro akamfuata kwa mbali, sio kwa karibu. Kumbuka kwamba Yesu na Petro walikuwa wako karibu mno, lakini baada ya kuwa Yesu ameingia kwenye hilo pito, ameanza kukinywa kikombe, tunamwona Petro na mwangalia Yesu kwa mbali. Anasema nikisogea pale itakula kwangu. Kwa anaamua kukaa mbali na yeye, ili angalau nisionekane pale. Nikionekana naweza kukamatwa kama yeye. Nikionekana naweza kuhisiwa kwamba na mimi ni miongoni mwa hao. Bwana tusaidie sana. Angalia, hadi uani kwa kuhani mkuu, huko akaketi pamoja na walinzi akiota moto. Angalia, lakini Petro akakana, akasema sijui wala sielewi unalosema. Naye akaondoka kuelekea kwenye njia ya kuingilia. Akamkana Yesu sahihi. Akasema mimi simjui. Aliulizwa, mbona wewe ni kama vile ni Mgalilaya kama Yesu mwenyewe? Akasema yani sijui chochote kile. Kwa hiyo pito la Yesu
unaona wazi kabisa kwamba kuna baadhi ya watu, angalau kidogo hata Petro alijitahidi kuona kwa mbali, lakini wale wengine waliokuwa naye pale walitawanyika, wakaenda nyumbani, wengine wakaenda kwenye shughuli, walitawanyika mbali, hawakutaka tena kuona Yesu akiwa anapelekwa. Kwa hiyo unapokuwa kwenye pito, ukiona watu wameenda mbali na wewe, ukiona watu wamejitenga na wewe, wewe jiconnect na Bwana, usiwalaumu. Wewe jiconnect kwenye madhabahu ya Bwana, wewe jiungamanisha kwenye maombi, wewe endelea kumwomba Bwana, huyo Bwana atakuondoa. Angalia, unakumbuka wakati Yusufu amekuja kutembelewa na ndugu zake, Yusufu alisema kitu ambacho kilikuwa ni kitu cha kiukomavu. Alisema hivi, wala msihuzunike wala msilaumu, kwa sababu Bwana alinitanguliza mimi ili ninyi muwe hai. Unaelewa hicho kitu? Yaani anawaambia ndugu zake, msijilaumu kwamba mliniuza. Bwana alinitangulia mbele, alinitanguliza mimi mbele ili kuhifadhi maisha yenu. Tunaelewana wapendwa? Na unapokuwa umetoka kwenye changamoto, watu wanaokuja kwako usianze kuwahukumu. Mbona ulikuwa huji kuniona? Sema tu kama Yusufu aliyosema, hii ilikuwa ni kwa sababu ya maisha yenu. Hii ilikuwa ni kwa sababu ya neema ya Mungu. Bwana Yesu atusaidie sana. Ndicho ambacho lakini Petro akakana, akasema sijui wala sielewi. Sijui wala sielewi. Angalia tena kwenye Marko 14:69 na 70. Maandiko yanasema yule mtumishi wa kike alipomuona mahali pale. Mtumishi gani wa kike? Unakumbuka tulivyosoma muda ule? Tunakumbuka ndiye aliyemfungulia nini? Kwa sababu alijitambulisha kabisa kwamba jamani, mimi niko na Yesu. Akaingia yule msichana yule aliyemfungulia nini? Mlango. Akaingia. Alivyoingia akasema kumbe huyu wako na nani? Na Yesu. Ndio maana yule mtumishi wa kike alipomwona mahali pale, akawaambia tena wale waliokuwa wamesimama hapo, huyu mtu ni mmoja wao, nina uhakika ni mmoja wao. Nina uhakika ni mmoja wao. Yule mlinzi akasanua. Ndio sasa unaona Petro anaanza kusema jamani, nafikia hata kumkonyeza. Nyamanza. Wewe unajua mimi nimekuja na bosi hapa, unajua bwana, nyamanza bwana. Lakini anasema hapana, wewe uko nao. Akamchomea tena. Bwana tusaidie sana. Yaani iko very technical sana. Iko very technical sana. Ngoja nikwambie kitu. Huyu msichana wakati anafungua lango ili Petro aingie, hakuwa amenuia, hakuwa amedhamiria, hakuwa amependa, isipokuwa ni kwa sababu yule mkubwa ndiye amesema. Unaelewa? Ni kwa sababu yule mkubwa. Ndio maana wakati mwingine, angalia, unaweza ukawa umepewa kazi na bosi, lakini wale wafanyakazi wenzako ikawa ni kelele. Ikawa ni kelele. Hao ndio wanaanza kukuchongea. Hao ndio wanaanza kukuchongea. Yule mleta hajui chochote. Yule mleta hajui anachokifanya. Anapuyanga, hajui kazi yote ile. Ndicho kilichotokea hapa. Yule aliyemfungulia, badala ya kusema kwamba angalau amstai, akasema analipuka. Huyu alikuja pamoja na yule mwanafunzi ambaye hakutajwa, pamoja na Yesu. Walikuwa hawa, anatoa ushuhuda. Walikuwa watatu. Kwa hiyo ni yeye. Kamateni na yeye huyu. Kamateni na yeye huyu. Lakini angalia fungu la 70. Lakini Petro akakana tena. Akasema wewe binti wewe, yawezekana umechanganya au umerukwa na akili wewe. Mimi? Ulinifungulia mlango mimi? Labda unifananisha, sio mimi. Ni wewe. Hapana. Akasemaje tena? Baada ya muda kidogo, wale waliokuwa wamesimama hapo karibu na Petro wakamwambia, hakika wewe ni mmoja wao, kwa maana wewe pia ni Mgalilaya. Hakika wewe ni mmoja wao. Lakini Petro anajitetea.
Anasema mimi siye. Ukumbuka kama Petro alikuwa anamuona Yesu alivyokuwa anaulizwa maswali, alivyokuwa anatukanwa, anafanywaje, anapivi, akasema I see. Sasa na mimi nikiingia huko nitakuwa kama Yesu. Kwa hiyo bora nikae wapi? Pembeni. Bora nikae pembeni. Ndio maana wapo watu ambao watakukana kutokana na ukubwa wa pito lako. Watakukana. Angalia tena 71. Petro akaanza kujilani na kuapia, mimi simjui huyu mtu mnayesema habari zake. Hakujibariki, akaanza kujilani. Sijui alikuwa anajilani kwa namna gani, sijui. Tukienda mbinguni tukiona na Petro amuza, ndugu yangu hebu tuambie ulikuwa unajilani kwa namna gani? Ulikuwa unatamka maneno gani? Alianza kujilani na kuapia, na waapia kabisa, mimi sio. Mimi hakuna. Peleka huko weka. Mimi hapana, simjui. Kwani huyo Yesu yaani mimi mwenyewe nashangaa ujue. Nashangaa kabisa. Simjui kabisa. Angalia, papo hapo jogoo akawika mara ya pili, ndipo Petro akakumbuka lile neno Yesu alikuwa amemwambia, kabla jogoo hajawika mara mbili utanikana mara tatu. Akavunjika moyo, akalia sana, akaingia kwenye toba. Bwana Yesu atusaidie sana. Akaingia kwenye toba. Naomba nikusogeze mbele tena kidogo. Petro alimkana Yesu kwa vitu vingapi hapa? Kuna vitu vitatu ambavyo Petro alimkana Yesu. Jambo la kwanza, mfanano wake na Yesu. Mfanano wake, alikana ule mfanano wake. Kwa sababu kwenye Marko 14:67 maandiko yanasema, alipomuona Petro akiota moto, akamtazama sana. Akamtazama mno, tafsiri ya neno akamtazama sana, akamwambia, wewe pia ulikuwa pamoja na Yesu Nazareti. Kwa hiyo unaona Petro walikuwa na mfanano fulani na Yesu, na ndio maana walipomwangalia sana wakasema, huyu jamaa ni kama Yesu. Kwa hiyo ni halali kabisa akamkana Yesu katika kufanana. Bwana tusaidie sana. Kuna aina ya maisha fulani unabanwa usije ukaamua kumkana Yesu. Na kuna baadhi ya watu wanamkana Yesu kabisa waziwazi juu. Wanamkana Yesu kabisa. Wanamkana Yesu. Wewe umeokoka? Sijaokoka kabisa. Mbona kama vile wewe kusikia unasalimia mtu Bwana Yesu? Labda sio mimi. Mimi sijaokoka. Wanamkana Yesu. Kuna watu, baadhi ya watu akiwa kwenye watu fulani, watu kimwambia Bwana Yesu asifiwe, anatika hataki kuitika amen. Anamkana Yesu saa hiyo. Jamani, Bwana asifiwe na kusalimia Bwana asifiwe, haitiki amina. Anajifanya kama vile hajasikia. Petro anajifanya kama vile hajasikia kabisa. Ni nzuri sana, lakini msalimie Bwana asifiwe, inagoma kuitika amen. Kwa nini? Kwa sababu ndani mwake haipo. Anaamua kukana, badala ya kusema amen anasema habari za saizi. Na kuna baadhi ya mtu anamkana, unamsalimia. Kuna mtu mmoja nilijisikia vibaya sana. Tulikuwa tunasali naye, tukakutana mjini sana. Na tamani mpaka siku nyingi sijamuona. Nikiwa tamani ngao nimsalimie. Walikuwa ni jinsia mbili, nitumie lugha. Walikuwa ni jinsia mbili. Wameshikana mkono hivi. Sasa nimewapita kugeuka hivi, sema bwana wewe unamfahamu, hebu wewe nimsalimie. Nakazana angalau mimi najua kwamba ni pendo katika Kristo. Yeye namkazana, jamani Bwana asifiwe. Hata yaani kama hata anioni. Nasema fulani Bwana asifiwe. Yaani kama vile hanioni. Mwenzake akamuuliza, na huyo naye vipi? Mimi sijui. Tulikuwa na mke wangu, unajua tulishangaa sana. Tulishangaa mno. Kwa kuna baadhi ya watu ukiwakuta yani wako huru kusema Bwana asifiwe wakiwa mazingira ya kanisani, lakini wakiwa nje ya mazingira ya kanisani ukimwambia Bwana asifiwe, hiyo sentence haipo.
anaruka maili 500 na unashangaa. Unapata unajiuliza, huyu ameokoka kweli? Angalia, alimkana Yesu. Akamtazama sana. Akamtazama sana. Na kuna baadhi ya watu wakiwa kule hata wasalimiani Bwana sifiwe. Hawataki kujulikana kama wanasali. Hawataki kusalimiana. Yeye akimwambia bwana mama fulani habari za hivi, habari za jioni, habari za, hataki kusalimia Bwana sifiwe. Kwa nini? Kwa sababu anamkana Yesu. Na ndio maana unajua Petro alimkana Yesu. Petro, jiulize hata wewe yawezekana unamkana Yesu. Matendo yako yanamkana Yesu. Kinywa chako kinamkana Yesu. Jogoo alipowika baada ya mara 2 mara 3 alipowika, Petro akagundua kwamba nimemkana Yesu. Na ndiyo maana wakati mwingine nikikwambia Bwana sifiwe ukanyamaza kimya, lazima kuna ishara inakuja ndani ya moyo wako. Jogoo anawika ndani ya moyo wako, anakwambia wazi kabisa kwamba wewe umekana Ukristo. Mwingine anaanza sio anafanyaje, bwana hamna bwana, unajua bwana mazingira haya hakuna. Bwana Yesu atusaidie sana. Naomba tusogee mbele kidogo tena. Alimkana katika lengo ipi? Kutembea, matendo. Petro alimkana Yesu kwa matendo. Kwa kutembea, yani ile kutembea. Asema yule mtumishi wa kike alipomwona mahali pale, akawaambia tena wale waliokuwa wamesimama hapo, huyu mtu ni mmoja wao. Sisi tumeelewana namna anavyozungumza, namna anavyoondoka. Ndio maana ukisoma andiko nasema hata tembea yake ni kama nani? Kama Yesu. Tumeelewana? Unapokuwa umeokoka, kuna chapa ya Yesu nakuwa juu yako. Unavyovaa, unavyotembea, unavyoongea, unavyokula, yani matendo yako ya kila siku yanamdhibitisha kwamba huyu ameokoka. Yanadhibitisha kabisa kwamba huyu ameokoka. Unavyoongea, wewe uweze kunaongea tu kila siku kuanzia asubuhi mpaka jioni, matusi kama 200 300 amesha kutoka. Mara kitu kama bakuli, mara kama sahani, mara bebe, mara lione lijinga, lipumbavu, maneno mengi. Huwezi kuwa na hiyo chapa. Aliyeokoka hawezi kutoa matusi, hawezi kumtukana mtu. Tunaelewana wapendwa? Kuna baadhi ya wengine hata wakikorofishana tu ni mke na mume, watapromoshana matusi. Unajiuza hivi hao watu wanaenda kanisani kweli? Yani ukipata neema ukaforwardiwa zile message ukasema ni huyu kabisa, ni huyu hapa, ni huyu, paka unaweza ukachanganyikiwa. Yani message zina flow kama vile kompyuta inavyoandika. Yani unakuta ndio maana wewe ni mjinga, ndio maana wewe ni mpumbavu, ndio maana wewe kwenda kakarudi. Yani matusi. Unamkana Yesu. Usinibabaishe wewe, haujanizaa. Usinibabaishe wewe, huna lolote. Idhalau kibao. Unajua kwa nini? Kwa sababu unamkana Yesu. Bwana Yesu atusaidie sana. Angalia jambo la 3, uzawa. Sisi ni wazawa wa Kristo, tumezaliwa kwa damu ya Yesu. Lakini kuna watu wanakana, lakini Petro akakana tena. Baada ya muda kidogo, wale waliokuwa wamesimama hapo karibu na Petro wakamwambia, hakika wewe ni mmoja wao, kwa maana wewe pia ni Mgalilaya. Yesu ni Mgalilaya na wewe ni Mgalilaya. Akamwa kumkana, sema hapana, mimi hata sio Mgalilaya. Mtu anakuambia wewe bwana Mike, wewe unasali kabisa na Jumapili na mimi unaenda kazi. Mimi kabisa hata kanisani, hata mlango wa kanisa wenyewe sijui unaendaje ndani, sijui kabisa. Wewe ukusikia unaimba na pambio kwamba Mungu yu mwema. Sio mimi bwana, ulikosea. Bwana Yesu atusaidie sana.
naomba tusogee mbele kidogo. Jambo la tatu, tunajifunza matukio makuu yaliyotokea wakati wa nini? Wakati wa Ijumaa. Sidhani kama tutamaliza. Jambo la tatu, kesi ya Yesu kwa Pilato. Ya kwanza ilikuwa ni Yesu aliposalitiwa na Yuda. Tumeelewana ya. Jambo la tatu lingine ni Yesu alipopelekwa kwa nani? Kwa Kayafa pamoja na Anas. Tumeona pale mambo ambayo tumejifunza pale. Sehemu ya tatu ni Yesu alipopelekwa kwa Pilato, kesi ya Yesu kwa Pilato. Tukio la tatu. Na hili tukio lilitukia kuanzia muda wa saa 12 asubuhi mpaka saa 2 asubuhi. Saa 12 asubuhi mpaka saa 2 asubuhi. Lile tukio la kwanza ilikuwa ni usiku wa manane mpaka majira ya saa 10. Tukio la pili la kwenda kwa Kayafa na Anas ilitokea kwa saa 10 hadi saa 12. Tukio la tatu linatokea saa 12 hadi saa 2 asubuhi. Siku ya Ijumaa. Siku ya Ijumaa. Bwana Yesu atusaidie sana. Kesi ya Yesu kwa Pilato. Sasa tunajifunza nini wakati Yesu alipokuwa yuko kwa Pilato? Tunajifunza nini wakati Yesu sasa amesomewa kesi kwa Pilato? Tunajifunza nini? Jambo la kwanza, Yesu aliamua kukaa kimya kwenye kesi hiyo mbele ya Pilato. Yesu aliamua kukaa kimya kwenye kesi hiyo mbele ya Pilato. Na ndio maana kukaa kimya nayo ni silaha. Kukaa kimya ni nini? Ni silaha. Ya. Kuna wakati mwingine unamwambia mtu, unamwambia bwana sio hivyo. Anasema hapana, wewe unajipendekeza, wewe yelelelele, wewe sio hivyo. Kwa kuwa haelewi, unaamua unafanyaje? Unakaa kimya. Mtu mmoja akasema ya kwamba uongo unawahi kufika, ukweli unachelewa. Yaani jambo la uongo, ukitungiwa uongo linawahi kusambaa sana, lakini ukweli unakuja kidogo kidogo. La ukweli ukifika unakuja kuleta aibu kwa wale wote waliosema uongo. Ndio tafsiri yake. Acha ukweli uende kidogo kidogo. Ukiibuka tu ule ukweli, wale wote waliosema uongo wanakuwa na aibu. Angalia kwenye Mathayo 27:11-14. Mathayo 27:11-14. Maandiko yanasema, lakini Yesu hakumjibu hata kwa shtaka moja, kiasi kwamba mtawala alishangaa sana. Alitegemea kwamba Yesu ataanza kujitetea. Unajua bwana, elelelele, kalikwenda kakarudi, ikawa hivi ikawa vile, mimi hivi na hivi. Yesu alivyokaa kimya, mtawala akashangaa sana. Akashangaa sana. Mungu akupe neema ya kukaa kimya katika mazingira fulani. Sawa Kuna mazingira yanakutaka ukae kimya. Kuna mazingira yanakutaka unyamaze kimya. Na ni mlango wa kutokea kwamba ukinyenyua mdomo wako tumeharibu. Unaamua kukaa kimya. Sasa angalia jambo la pili. Tunafunguliwa mbele ya umati wa watu na kuwekwa huru. Tunaelewa ile kesi ya Yesu kwa Pilato. Jambo la kwanza la kujifunza hapo ni kunyamaza kimya. Baada ya kukaa kimya, jambo la pili, tunafunguliwa mbele ya umati wa watu na kuwekwa huru. Ona kwenye Marko 15:15. Marko 15:15. Maandiko yanasema hivi, Pilato akitaka kuuridhisha ule umati wa watu. Umeona? Akitaka kufurahisha, akitaka aonekane kwamba yeye ni mwamba. Akawafungulia Baraba, naye baada ya kuamuru Yesu achapwe mijeledi, akampoa ili asulubiwe. Akamfungulia Baraba. Kwenye kesi ya Yesu na Pilato, tunaona kwamba Baraba anawekwa huru ili Yesu aweze kusulubiwa. Na hii ndio target ambayo jioni ya leo natamani idake, ya kwamba kifo cha Yesu Kristo pale msalabani ilikuwa ni mimi na wewe tuwekwe huru. Tulikuwa tumefungwa. Baraba ni sehemu yetu sisi, kwamba Baraba alikuwa na makosa. Baraba alikuwa ameshtakiwa. Baraba alikuwa anasubiri kuuawa.
Lakini baada ya kuwa Yesu amejitokeza pale, Baraba anapata neema ya kuishi tena. Unaelewa hicho kitu? Ndio maana tunafunguliwa mbele ya umati wa watu. Unafunguliwa, wanafamilia wanaona. Unafunguliwa ukoo wako unaona. Unafunguliwa kwenye biashara. Unafunguliwa kwenye ndoa. Unafunguliwa kwenye kazi. Kwa nini? Kwa sababu Yesu amekuja ili mimi na wewe tufunguliwe, na tumeshafunguliwa kwa damu ya Yesu. Tuko huru kwa jina la Yesu. Tunafunguliwa mbele ya umati wa watu na tunawekwa huru. Tunawekwa huru. Kwa Pilato yeye alidhania kwamba anawaridhisha wale watu, lakini ndani ya Yesu anajua mission inaenda kukamilika. Anafunguliwa Baraba mwenye changamoto, anafunguliwa Baraba mwenye makosa, anafungwa Yesu ambaye hana hatia. Wewe mwenyewe angalia, Yesu alipokutoa ulikuwa na changamoto gani? Ulikuwa na makosa mengi sana ambayo hayo yangekupeleka kwenye kifo, yangekupeleka kuendelea kukaa jela. Kuna wengine walikuwa wamefungwa miaka, yani walikuwa wamefungwa kifungo cha maisha. Kuna mwingine unakuta kwenye bangi ni kifungo cha maisha, hatoki. Mwingine kwenye madawa ya kulevya, toka ni kijana anaendelea tu, hatoki. Hicho ni kifungo cha maisha. Lakini Yesu anapokuja kwa huyo mtu, kinachotokea ni nini? Anakufungulia kifungo cha maisha, anabeba huo mzigo uliokuwa nao. Ndio maana anasemaje? Anasema leteni mizigo yote ambayo inawalemea, mimi nitawapumzisha. Mimi nitawapumzisha. Leteni mizigo yote. Na Yesu anasemaje? Dhambi zenu zitapokuwa nyekundu kama damu, nitazisafisha, zitakuwa nyeupe kama sufu. Tumeelewana? Kwa Yesu anakuja kutuondolea dhambi, anatutua mzigo. Na hiki ndicho kilichotokea hapa, kwamba Pilato akitaka kurudisha ule umati wa watu, akawafungulia Baraba. Naye baada ya kuamuru Yesu achapwe mijeledi, akamtoa ili asulubiwe. Kesi ya Yesu na Pilato. Pilato akamfungulia Baraba. Bwana Yesu atusaidie. Jambo la tatu, Baraba ni sisi. Sema Baraba ni mimi. Baraba ni mimi. Baraba ni mimi. Tunafunguliwa na Yesu. Anafungwa kwa ajili yetu tuwe huru. Tunafunguliwa na Yesu. Pilato akitaka kurudisha umma, akawafungulia Baraba. Baraba ni sisi. Kwa hiyo unaona kabisa kwamba baada ya kuwa Baraba ametoka, amefunguliwa, akawa huru, maisha ya Baraba hayakuwa tena ya kifungoni. Maisha ya Baraba yalikuwa huru. Baraba alikuwa amefungwa, hakuwa anaweza kufanya kazi yote ile, lakini baada ya kufunguliwa, Baraba anarudi kwenye kazi zake. Tunaelewana? Ndio maana unapokuwa umeokoka, yawezekana ulikuwa umefungwa, huwezi kufanya kitu fulani, lakini baada ya kuwa Yesu amekuokoa, unaanza kufanya vitu fulani. Kwa nini? Kwa sababu uko huru. Akili yako inakuwa huru, mawazo yako yanakuwa huru, moyo wako unakuwa huru. Ndio maana Baraba alikuwa hawezi kukaa na familia yake kwa sababu alikuwa kifungoni. Baada ya kuwa Yesu amechukua nafasi ya Baraba, Baraba akawekwa huru, akarudi kukaa na familia yake, akarudi kukaa na watoto wake, akarudi kukaa na mke wake. Na kuna baadhi ya watu ambao wamefungwa, hawakai na familia zao, wanashinda kwenye baa, wanalala baa, hawajui watoto wamekula au hawajala, hawajui hali ya familia nyumbani, kwa sababu wamefungwa. Lakini Yesu anapoingia kwako, anakufungua na kuweka huru. Unaona ghafla unaikumbuka familia yako, unaona ghafla unakumbuka watoto wako, unaona ghafla unaanza kuwatunza watoto wako, kwa sababu umewekwa huru. Kwa sababu umewekwa huru. Na ndio maana unaona wakati mwingine unakuta ni baba wa familia hatunzi familia yake, haangalii watoto wake, haangalii mke wake, hafanyi chochote. Yuko radhi akae na kuzungumza na wale wafungwa wenzake kule walipo, lakini hawezi akakaa na familia yake. Yuko radhi acheke kule, sio akucheka nyumbani mwake. Akifika nyumbani mwake kama vile ni sumu, hakuna kucheka.
ni kununa. Na ndiyo maana kuna baadhi ya wazazi wameitwa kina Pilato. Akiingia ndani, watoto walikuwa sebuleni wanaangalia TV, unaona watoto wanakimbia kama panya. Huyu anayejichomeka huko anajichomeka kitandani, mwingine anaenda kujichomeka jikoni, mwingine anajienda kujichomeka nje, yani ili mradi tu asionekane pale. Kwa nini? Wanapenda ishara, Pilato amekuja, Pilato amekuja. Lakini wewe ambaye umefunguliwa tayari, hauko huru, kuna vitu unaanza kuviona, kuna mpenyo unaanza kuona, kuna ustaarabu na kuwa nao. Bwana Yesu atusaidie sana. Amen. Kama naongea na mtu, naomba tumshangilie Bwana. Haleluya. Namba 4, Yesu aliubeba msalaba ambao ni msalaba wa kwetu. Yaani pombe ulikuwa ni msalaba wetu. Kuanzia asubuhi mpaka jioni tumebeba ulevi. Tumebeba ulevi. Ni kulewa tu masaa yote, mpaka macho yameshabadilika, mpaka kinywa kimeshabadilika. Tukipumua tunapumua pombe. Tulikuwa tumebeba mzigo wa uzinzi. Kila mahali tu ni wanawake, wanaume. Unawaza wanawake, unawaza wanaume. Unawaza wanawake, unawaza wanaume. Uasherati tumekuja. Tulikuwa tumebeba mzigo wa madeni. Tulikuwa tumebeba mizigo mingi mno, tulikuwa tumeibeba. Lakini Yesu alibeba msalaba ambao ni msaada kwetu. Ambao ni msaada kwetu. Angalia kwenye Yohana 19:17. Yesu akiwa ameubeba msalaba wake, akatoka kuelekea mahali palipoitwa fuvu la kichwa, kwa Kiebrania ni Golgotha. Ni Golgotha. Yesu alibeba msalaba ambao ni msaada kwetu. Ule msalaba umefanyika msaada kwenye maisha yetu. Na wewe mwenyewe ni shahidi namna ambavyo msalaba umekusaidia, namna ambavyo msalaba umekuweka huru. Wewe mwenyewe ni shahidi. Unaufurahia msalaba, unafurahia maisha kwa sababu ya msalaba. Ndio maana wachawi hawakutesi, waganga hawakutesi, unalala usiku mpaka unakoloma, wala huna shida, mapepo ya kutesi, nguvu za giza hazikutesi kwa sababu ya nguvu ya msalaba. Ndio maana ukisema kwa jina la Yesu, unaona mapepo yanakimbia. Kwa jina la Yesu, unaona nguvu za giza zinakimbia. Kwa nini? Kwa sababu Yesu aliubeba msalaba ambao ni msaada katika maisha yetu. Haleluya. Namba 5, nyakati za kuchoka, Mungu atakuinulia mtu wa kukusaidia hata kwa kidogo. Nyakati ambazo wewe umechoka, kuna namna Mungu anakuinulia mtu, anakusaidia hata kwa kidogo, hata kwa mawazo madogo, hata kwa kitu kidogo, anakuinulia mtu, unabaki unashangaa. Unabaki unashangaa. Angalia kwenye Luka 23:26. Luka 23:26. Luka 23:26. Maandiko yanasemaje? Walipokuwa wakienda naye, wakamkamata mtu mmoja aitwaye Simon, mwenyeji wa Kirene, aliyekuwa na pita zake kuingia mjini kutoka shambani. Wakambebesha msalaba, wakamlazimisha uchukue nyuma ya Yesu. Ni wakati ambao Yesu alibeba msalaba, akawa amechoka, akawa ni wa kudondoka tu, kwa sababu msalaba ulikuwa ni mzito, amepigika, hajanywa chai, hajala chakula chochote kile, yani yuko hoi. Lakini ona kitu kinachofanyika hapa. Angalia, alitokea mtu ambaye alimsaidia kubeba ule msalaba hata kwa kidogo. Na ndiyo maana kuna nyakati ambazo unakuwa unachoka, unaona Mungu anakuinulia mtu, anakusaidia. Unabaki unashangaa. Anakuinulia mtu, anakusaidia. Anakuinulia mtu, anakupa chochote kile kinachokusaidia. Anakuinulia mtu ambaye anaweza akakupeleka hatua nyingine. Unajua ni kwa nini? Kwa sababu msalaba umeubeba, umechoka, anakuinulia kwa kidogo. Kuna mtu mmoja alikuwa ananiambia kwamba yeye alikuwa anakaribia mwaka mmoja anadaiwa kodi, na mwenye nyumba alikuwa kweli amechachamaa kweli. Lakini aliinuka mtu mmoja akamlipia miezi 6 kodi. Miezi mingapi? Hakulipa mwaka mmoja, alipa miezi 6. Ina maana kwamba huyo mtu alikuwa amebeba huo mzigo,
lakini aliibuka mtu mmoja ambaye alimsaidia kubeba kwa miezi 6. Ndio maana wakati mwingine kuna nyakati zinakuwa ni ngumu, unaona mtu anaibuka anakusaidia. Unaweza ukawa kwenye mkopo au kwenye deni, unaona kuna mtu anaibuka anakulipia kidogo, anasema hii nakupa ikusaidie, hii nakupa ikusaidie, anaibuka anakusaidia. Unapaka unashangaa mwenyewe, unajiuliza huyu ametokea wapi? Hajawahi kutokea kwenye maisha ambako unajiuliza kwamba kuna mtu amekuletea fedha au amekuletea hata mchele au amekuletea hata mafuta au amekuletea chochote kile, mpaka unajiuliza sema hivi huyu mtu Mungu amemtoa wapi? Yaani nilikuwa nahitaji hiki kitu kwa muda mrefu sana, ameibuka mtu anakuletea. Yesu hakuwa amedhania kwamba Simon Mkirene huyu kwamba atakuja kusaidiwa kubeba msalaba. Hakuwa anadhania kwamba kuna mtu atakuja kumsaidia kubeba msalaba, lakini alitokea mtu ambaye alikuja akamsaidia kubeba msalaba kwa kidogo, kwa muda kidogo, ili apumzike. Na kumbuka kwamba unapokuwa umebeba msalaba, hata kama mtu amekuja kukusaidia, usibweteke. Kumbuka kwamba bado safari inafanyaje? Inaendelea. Kwa hiyo amekusaidia tu kidogo ili upumzike, upumzike na maneno, upumzike na vita ambavyo unavyoendelea navyo. Kwa hiyo unapumzika kidogo, na baada ya hapo unasonga mbele mpaka unapotoa lile jambo lako. Anakuinulia mtu katika jina la Yesu. Amen. Tuende kipengele cha mwisho kwa siku ya leo. Hatuwezi kuvimaliza vyote. Kipengele cha 4. Baada ya kuwa sasa Yesu ametoka, kipengele cha kwanza ni Yesu aliposalitiwa na Yuda. Kipengele cha pili ni kwa Kayafa pamoja na Anas. Kipengele cha 3 ni baada ya kuwa sasa Yesu anaelekea kule Goliati. Sawa ile kesi ya Yesu kwa Pilato. Kesi ya Yesu kwa Pilato. Kipengele cha 4 ni mateso ya Yesu yenyewe. Ni mateso ya Yesu mwenyewe. Oh, haleluya. Tukio ni mateso ya Yesu. Muda Yesu alianza kuteswa kuanzia saa 3. Mateso ya Yesu yale. Hata hiyo ya kubeba msalaba kufanyeje, mateso yalikuwa yameshaanza. Lakini yale mateso exactly kabisa yalianza saa 3 kamili asubuhi. Saa 3 kamili asubuhi. Hapa ndo ilikuwa ni patashika. Na yalikuwa ni masaa 6 ya nguvu. Yalikuwa ni masaa 6 ya jasho na damu. Kwa sababu ilipofika saa 9 Yesu alikata roho. Alikata roho. Kwa hiyo saa 3 mpaka saa 9 haya masaa 6 yalikuwa ni ya kianaume. Yalikuwa ni masaa ya mateso. Yalikuwa ni masaa. Nafikiri na wewe kuna nyakati unaingia kwenye masaa ya mateso au siku ya mateso, unahangaika kweli kweli, unaumiza kichwa, usingizi ya uji. Ukikaa havikaliki. Ukisema nikalale havilaliki. Sawa pendwa Ukisema wewe chakula kiliki. Ukisema utembee havitembeleki. Tena wakati mwingine unaamua unatembea njia za vichocholoni, utaki kukutana na watu. Ni masaa ambayo ni magumu sana. Sasa naomba tumalize kipengele. Tunajifunza nini kwenye mateso ya Yesu? Jambo la kwanza, yote haya ilikuwa kwa ajili ya mwanadamu kukaa na Mungu. Ilikuwa ni kwa ajili ya reconciliation, upatanisho. Mateso yote ambayo Yesu aliteswa ilikuwa ni kwa ajili ya upatanisho. Lakini pia angalia kwenye Luka 23:26 inatuthibitishia kwamba Yesu alianza kuteswa. Ilikuwa yapata saa 3 asubuhi. Umeona Ilikuwa yapata saa 3 asubuhi walipomsulubisha. Walipoanza kumsulubisha Yesu ilikuwa ni saa 3 asubuhi. Yote hayo ilikuwa ni kwa sababu Yesu alikuwa anatutafuta, tulikuwa tumepotea, na anataka tukae pamoja na Baba yetu wa mbinguni. Lakini namba 2, walidhania kwamba wanadhihaki, lakini ndivyo ilivyo ya kwamba Yesu ni mfalme. Kwenye yale mateso waliandika tangazo, likaandikwa la mashtaka dhidi yake lenye maneno haya kwenye Luka 23:26. Sawa Luka 23:26. Tangazo likaandikwa la mashtaka dhidi yake lenye maneno haya, mfalme wa Wayahudi. Kiuhalisia Yesu ni mfalme. Bwana tusaidie sana. Kwa wao walidhania kwamba
wanaandika maneno ya dhihaka, lakini kiuhalisia Yesu ni mfalme. Wao walikataa kama sio mfalme, lakini Yesu ni mfalme. Bwana tusaidie sana. Tumeelewana wapendwa? Kwa angalau nataka upate hiyo package ili iweze kukusaidia wewe kuelewa hiyo siku ya Ijumaa Kuu ilikuwa na matukio gani. Tumeangalia matukio manne. Tukio ambalo lilikuwa limebaki hapo ilikuwa vipande vichache Yesu aliposulubiwa msalabani, lakini maneno aliyotamka akiwa msalabani, na baada ya hapo kile kifo, na baada ya hapo mazishi. Kiuhalisia siku kama ya leo ya Jumamosi ilikuwa ni siku ngumu sana kwa wanafunzi. Siku ya Ijumaa ilikuwa ni siku ngumu sana kwa Yesu, lakini siku ya Jumamosi ilikuwa ni siku ngumu sana kwa wanafunzi, kwa sababu walikuwa na matarajio mengi kwa Yesu. Wanaona Yesu amekufa tayari, Yesu hayupo tena, kila kitu kimevurugika, ratiba zimevurugika. Walizoea kutembea na Yesu hawaoni, walizoea kula mikate ya Yesu hawaoni tena, walizoea Yesu akitoa mapepo hawaoni tena, walizoea Yesu akiwaponya watu hawaoni. Ilikuwa ni siku ambayo ilikuwa ni dhiki kubwa. Wanafunzi walikuwa wameparanganyikana, kila mtu ameenda kwao, kila mtu ameenda na ratiba zake. Lakini siku ya Jumapili au siku ya tatu baada ya Yesu kufa, tunaona kwamba ule msalaba, ule ufufuo uliwakusanya watu. Sema, Bwana Yesu, ninakushukuru kwa kuwa ulikuja msalabani ukatufia. Baba, nakushukuru. Ninakumbuka mateso yako, nakumbuka jinsi ulivyoumia, jinsi ulivyotemewa mate, jinsi ulivyodhihakiwa, lengo ikiwa mimi nimpate wokovu, mimi niwe huru. Mimi ni nani Yesu hata umwage damu kwa ajili yangu? Najua unanipenda, ndiyo maana ulifanya hivyo. Bwana Yesu, naomba unisamehe makosa yangu yote, dhambi zangu zote. Naomba unirehemu Bwana, nisamehe Bwana, katika jina la Yesu. Nirehemu Bwana, yote niliyoyafanya mabaya na kuja mbele zako, naomba unisamehe. Yawezekana kuna mazingira yalisababisha nikakukana. Naomba unisamehe Yesu, nisamehe Bwana. Ile nguvu yako ya msalaba ikanirehemu katika jina la Yesu, Lakini Bwana, ikawa ni sababu ya mimi kuendelea na wokovu, ikawa ni sababu ya mimi kuendelea kufanya mema, ikawa ni sababu ya kutangaza habari njema, ikawa ni sababu ya kuendea watu na kuambia habari njema, ikawa ni sababu ya kuwafikia mataifa na kuwafanya kuwa wanafunzi wako, kwa sababu uliumia ili taifa liokolewe, kwa sababu uliumia ili wanadamu wote waokolewe. Katika jina la Yesu, nisaidie Bwana, na mimi niwe sehemu ya kuwafanya watu wakuijie wewe. Nisaidie Bwana, niko tayari kwenda, iwe ni mashariki, iwe ni magharibi, iwe ni kaskazini, iwe ni kusini, kuwapelekea watu habari njema. Nisiwe ninakaa na wakati watu wanakufa kwenye dhambi. Katika jina la Yesu, amen. Mungu wa mbinguni awabariki sana.